No, mambo vipi mtongo nguvu, ni mimi mtangazaji wako Kevo TV, na kukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotendi mtandaoni zaidi na zaidi. Bwana, habari kubwa inayotendi mtandaoni inamwongelea Clatous Chama Mwamba Lusaka. Wengi tunajua ni mchezaji ambaye kwa sasa hivi anaongeleka sana katika mitandao, na ni mtu ambaye kusema kweli ana mchango mkubwa sana katika timu ya Singida Big Star. Lakini issue ambayo imeenda viral sana, ambayo inaongelewa sana kuhusu Chama, tunajua kabisa Chama ashaingia Msimbazi. Chama tayari mambo yashakuwa moto kwa upande wa Msimbazi, kwa sababu ni mchezaji ambaye Simba walikuwa wanamhitaji na wamemnasa. Issue ambayo sasa inatendi, tunajua kabisa Chama, kuna mashabiki wengi sana wanaongea kuhusu yeye, kwa nini arudi hapo Msimbazi. Walikuwa wataki kabisa Chama arudi Msimbazi, lakini kwa sasa hivi Chama safari ishakuwa njema kurudi Msimbazi na mambo yamekuwa ni fire sana. Sasa mashabiki wengi sana hawajapenda kumuona Chama kirudi pale Msimbazi, kwa sababu Chama aliwaumiza sana mashabiki wa Msimbazi. Sasa iko kitendo cha kusema Chama amerudi Msimbazi, imekuwa ni jambo kidogo limewatikisa mashabiki wa Msimbazi, pia hata kuna viongozi ambao hawajapenda hichi kitu. Lakini issue ambayo imesababisha Chama kurudi Msimbazi, wengi tunajua ni issue ya kocha aliyokuja sasa hivi. Issue ya sasa hivi iliyokuja bwana, kocha ndio amesababisha mpaka Chama arudi pale Msimbazi. Na yeye mwenyewe Chama amepokea vizuri sana kwa kusikia Simba walikuwa wanamtaka, kwa hiyo walikuwa na shauku sana ya kurudi tena Msimbazi, kwa sababu yeye ni mchezaji mkubwa ambaye anafaa acheze timu kubwa. Sasa issue ambayo imefanya arudi hapo Msimbazi ni kocha aliyokuja. Kocha mpya bwana aliyokuja hapo Msimbazi, inasemekana alipokuja hapo Simba akaomba angalia rekodi zile ambazo ziko hapo Simba zinafanya vizuri kipindi cha nyuma. Sasa katika kuangalia rekodi za nyuma Simba ilikuwa inafanya vizuri, alitokea sana kumpenda Chama na kauliza huyu mwamba yuko wapi, na mhitaji hapa Msimbazi, mkitaka ni mwage wino na mtaka huyu mwamba atue Msimbazi hapa mumrudishe. Sasa viongozi wa Simba wakaamua waingie mezani kuongea ili wamrudishe Clatous Chama. Ndio maana Chama karudi tena Msimbazi, kwa sababu ya issue kocha alikopo anamhitaji arudi, kwa sababu ameona vitu vyake. Ni mtu ambaye kusema kweli ni mchezaji ambaye anajua kuchezesha timu kinoma noma, na kumpoteza mchezaji ambaye anajua kuchezesha timu, tuseme yeye ndio kila kitu kwenye timu, ni ngumu. Timu lazima ipoteane, hata kija kocha gani lazima timu ifanye vibaya, kwa sababu umempoteza mtu ambaye anajua kuchezesha timu, anajua timu inataka nini. Ndio maana hata kocha alipokuja tu hapo Msimbazi, alivyoona tu huyu mwamba yupo hivi na hivi, ndio maana akamlilia arudi. Ikakitaka saini yeye kocha, lazima mumrudishe Chama. Ashaona kabisa anaweza hata kaja hapa kufundisha timu ya Simba, lakini yale akaondoka, kwa sababu timu haina muunganiko. Hakuna mtu ambaye anaichezesha timu, aliochezesha timu mwenyewe hayupo. Na tunajua kabisa Chama akuondoka hapo Msimbazi sema ameachwa na timu, hapana. Chama kuachwa na timu, Chama aliondoka tu kwa sababu alikosana na viongozi wa Msimbazi, kuna mambo ya kuwa sawa, ndio maana Chama akamuondoke kwa wapinzani, akaenda Yanga Africa. Na ishu ya kwenda Yanga Africa iliumiza watu wengi sana, kwa sababu Chama ni mchezaji ambaye wa Msimbazi, na tunajua Yanga ni timu ambayo kidogo ina uadui fulani. Kwa hiyo mchezaji kutoka kwenda huko inakuwa ni uadui mkubwa sana, kuna viongozi lazima achukie na mashabiki. Sasa hiyo issue mashabiki wa Msimbazi walichoka kuchukia sana, ndio maana Chama pia akawa kama amemkaushia fulani. Lakini Chama ni mchezaji mzuri kinoma noma, ni mchezaji ambaye anajua sana mpira na pia ana msaada mkubwa sana katika timu ya Msimbazi. Sasa hiyo issue ndio maana imefanya Chama akaondoka pale Msimbazi. Lakini Chama akuachwa wala sio mbovu, sema Chama tu walikosana na viongozi wa Simba, ndio maana aliondoka. Sasa hiyo issue bwana, huyu kocha ameona kabisa ukitaka nifanye vizuri klabu ya Simba, anamtaka Chama arudi hapo Msimbazi. Ndio maana ametumia nguvu sana kuongea ili Chama arudi, na viongozi wa Simba wenyewe wameenda washamalizana na Chama wamrudishe nyumbani, na inasemekana kabisa Chama washamalizana muda wote. Mnakuja mnamuona hapo Chama anatambulishwa na timu ya Simba, kwa sababu ni mchezaji pia, ni mchezaji wa nyumbani, na Simba ndio imemtambulisha mpaka kujulikana kwa jina anaitwa Chama, kwa sababu ndio amemtoa mbali, wao ndio kila kitu. Kwa hiyo mambo ni mengi mtu wangu nguvu, na kukumbusha tu usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotendi mtandaoni zaidi na zaidi. Yangu ni ya mtu wangu nguvu, asante sana.